Tetee thamani yako. Thamani, mtu mwingine akasema ni bora, mtu mwingine akasema ni bei ya kitu, akasema ni kima au kiwango. Yote ni sawa, lakini kuna kitu kimoja ambacho binadamu wakati mwingine, hata yule aliyeokoka anashindwa kuelewa kwamba thamani yake iko kwenye nini. Je, iko kwenye vile alivyo navyo, ama ni zaidi ya hapo? Mawazo mengi sana. Sisi tunajifunza neno la Mungu kila wakati kutokana na maisha ya wale waliotutangulia katika imani. Wale waliotutangulia katika imani wanatuonyesha njia. Thamani au bora na wenzetu wanatuonyesha katika neno la Mungu, sura ile ya 43 Isaya mstari wa 4. Isaya 43 mstari wa 4. Kwa kuwa ulikuwa thamani machoni pangu, mimi kuheshimiwa, nami nimekupenda. Ongezea kidogo. Nami nimekupenda kwa sababu hiyo kutoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Hao wenzetu Mungu anawatambua hivi. Anawaambia Israeli, nimekuwa thamani machoni pangu, na kuheshimiwa, na nimekupenda. Katika ile hali ya kawaida kwa maisha yetu, kitu chochote chenye thamani inakuwa na namna ya kutunza. Kitu chochote chenye thamani, kila mtu kwenye maisha yake kuna namna anavyovitunza na kuna namna ambavyo anapambana nayo. Lakini kikiisha kuharibika, thamani yake ikapotea, akiangalia kama kwa kwanza, akiangalia kama kwa kwanza. Thamani ya Israeli ilikuwa katika ibada yenye haki na dhabihu zake. Na ndivyo Mungu alivyoweka tangu mwanzo kwa watu wake, kwamba wao watamwabudu Mungu, na hiyo ndio kinachowapa wao kuwa na thamani. Mungu hakuchagua Israeli katika vitu walivyonavyo kwa sababu ya vitu. Na niliongea hapa Ijumaa nikasema, si kwa sababu tu Israeli ikatosha kwamba hao watu ni watu wa Mungu, ni watu wa Mungu, wao wafanya makosa. Bali pamoja na ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu kama watoto wa Mungu, lakini unajua alisema nini? Bali ndio maana akasema Bwana Mungu akasema, "Pende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, nguvu zako zote, kwa akili zako zote." Katika somo letu la leo anawaambia, ninyi ni wa thamani machoni pangu, na tena kwa sababu ya ile thamani anasema, na mwenye kuheshimiwa nami nimewapenda. Kwa sababu hiyo nitakutunza kutoka kwa mataifa, utajiri wa mataifa utatumwa kwako. Nasema nitaamuru, nitatoa watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kwa sababu ya ule ushirikiano wao na Mungu, kaonekana watu muhimu, watu wa thamani. Wakuwa walikuwa na dhabihu yenye haki na maisha, walikuwa na ibada yenye haki na sadaka
thamani. Na nitoe mifano michache. Nitoe mfano wa chumba. Watu wawili wanapokuwa katika hali ya uchumba, wakati wote wa uchumba na maandalizi ya harusi, kila mmoja ana thamani kamili kwa mwenzake. Kila mmoja ana thamani kamili kwa mwenzake. Na asingependa kuongelea habari ya mtu mwingine kuliko huyo mwenzake ambaye wanajipanga kufunga ndoa. Watu hao wawili wanadumu katika hali hiyo kwa kuwa kila mmoja amekuwa na thamani kwa mwenzake. Kila thamani kamili. Thamani hii hudumu hapa. Thamani hii inadumu hata baada ya harusi. Lakini ina namna ya kudumu. Pindi mmoja wapo anapoacha kuheshimu kanuni zile zilizowaleta pamoja katika ndoa yao inaanza kupungua thamani. Kila mmoja kuna kitu atakapoteza kwa mwenzake na kumwona kwa kawaida au chini kwa sisi wa Tanzania tunashiba na hali. Sisi hatuelewa. Tunashiba. Lakini tunasafirisha na kule peleka kipindi wale ambao tunapeleka wa malighafi na gari. Chimba peleka. Hata kama tulikuwa tunachakata, lakini hatutaki kama tunatengeneza vile vitu vya dawa na viuzwa kama saa mbili na vitu vingine vingi ambavyo tunauzwa katika soko la dunia. Na kwa hiyo wenye mamlaka ya ile soko ya thamani ya dhahabu duniani sio sisi. Najua hiyo sio sisi. Yale mataifa tajiri. Kale mataifa tajiri ndio yamebeba ile soko. Wakiangusha tu wakisema hatuhitaji, dhahabu inakuwa kama mchanga. Kwa kawaida. Mara naelewa. Inabaki kama mchanga wa kawaida. Hata kama unayo ndani, umiliki kama mwanzo. Hata kama ulikuwa na jiwe kubwa, hauangalii kama mwanzo. Kwa yule ambaye anakupatia thamani, anasema haihitaji. Anasema, nilikuwa nasoma siku moja, hao wenzetu wanafanikiwa sana kwenye vitu ya uchumi. Rais wa Ghana hayati nani ni rais wa kwanza Ghana Kwame Nkrumah alisumbuana nao sana, na kwa heshima kwa jani aliwatukana, aliwakosoa, wakamtegea kwa sababu Ghana ilikuwa inategemea kokoa. Wakati ameweza kokoa, amesafirisha kokoa na wazani wao. Kokoa iko kwenye, nilisoma hiyo habari, wanasema kokoa tani na tani ya kokoa, mashehena yale yakiwa katikati ya bahari kwenye meli. Na hivyo serikali inachukua kutoka wananchi uze ile ilivyo wananchi. Wakati huo unajua kwa mwanzo wanaishi ngumu sana. Hata sasa meli yanafika hiyo katikati ya bahari, wanasema usilete kokoa yako wala kuhitaji. Na hawana huruma na hawana utu katika mambo yao wanayoamua. Hiyo ni moja ya kitu kilichopotezea hata kwa watu wake kama Nkrumah, na ni mauaji ya kikatili, kwa sababu kwanza unakufa kisaikolojia. Kila kinachokufanya uende mbele ya watu uonekane, wanakuambia kukihitaji, unapeleka wapi hiyo kokoa katika
katikati ya bahari. Wanakwenda kuuza wapi? Vita vikao kali kati ya wewe na maana. Hakuna nguvu ndani yako inayokupeleka kwenye hatima yako. Ni yale mahusiano yanayokuweka kwenye thamani. Yale mahusiano kati yako na Mungu ndio yanakuweka kwenye thamani. Yale mahusiano kati yako na Mungu yakifa, ni kama mtu anayepokea taarifa ambayo soko la almasi mkufa, wale waliokuwa nayo, wale ambao wanategemea kuwa matajiri katika siku chache, wamezichimba, wanazo, wamemiliki, wanaziona, wanalala na akili ya utajiri. Kwa taarifa mbele ya asubuhi, wanasimama wakiwa masikini wale, kwa sababu soko haiongei tena wale waliopita. Pale tunapokuwa na heshima na hadhi ya ibada, ule moyo unaomcha Mungu unaondoka kutoka kwenye ibada, na unaondoka na kitu kingine kinachokuwa nafasi. Wanazungumza habari hii ya wachumba, watu ambao wakati wote walikuwa na thamani kamili, kila mtu kwa mwenzake, na thamani hii inadumu hata baada ya harusi. Lakini mmoja anapoacha kuheshimu kanuni zile za kwanza zilizowapatia thamani ile inaanza. Mtume Petro anasema kwenye waraka wake wa kwanza mlango wa 3 na mstari ule wa kwanza, anasema na kuendelea, "Nalikadimi wake watiini waume zenu, kusudi ikiwa wako wasioliamini neno, wavutwe kwa mwenendo wake zao pasipo lile neno." Mstari wa 2, "Wakutazama mwenendo wenu safi na makofu." Mstari wa 3, "Kujipamba kwenu kusudi kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Bali mstari wake, bali ukuta wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na utulivu iliyo na thamani kuu mbele za Mungu." Tafsiri hii ya wanawake na ndoa inasema kama wako wanawake ambao waume zao hawakuamini, lakini mwenendo wa waume zao utakuwa sehemu ya Injili. Utakuwa sehemu ya Injili, lakini sio mavazi. Kwa sababu wengi wanadhani kule kuvaa vizuri, kule kusuka vizuri, kule kuvaa dhahabu na kujipamba kama namna ya kuonekana thamani ya mwanamke. Tunapenda wanasema kama ile baadhi kama tafsiri fulani ya kale kwamba wanawake wasisuke. Anasema hasemi msisuke, anasema kujipamba kwenu usiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele, kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Haimaanishi hataki, lakini anasimama na kile kinachotunza thamani ya ndoa. Anasema ni utu wa moyoni usioonekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole utulivu iliyo thamani kuu mbele za Mungu. Yule ya mwanamke, kwa sababu kuna wakati mwanamke anapata mchumba na mwanamume anapata mchumba, anapokuwa chumba, mavazi sio kila siku unavaa aina moja, wakati unabadilisha hivi, lakini kweli kuna vitu mtu anachukua kwenye maisha yake, na watu hao wawili kubaliana kwenda kuishi kwa sababu ya ile thamani kamili. Kila mtu anaona mwenzake, anaona huyu ananitosha, huyu anaona huyu ananitosha, wanakwenda kuishi, sio kwa sababu ya sisi,
lakini hasa kwa kurubana. Hii Petro anasema kwa kanisa, kama kuna wanawake ambao waume zao hawaamini, basi kwa sababu ya maisha yao watakuwa sehemu hiyo. Katika nafasi yoyote ulio nayo, pale kazini kwako, unapofanyia kazi, una nafasi ya kuongeza thamani yako pale unapojitoa zaidi. Unapojitoa kwenye kiwango cha juu, unapotumika katika kiwango cha juu, kiwango cha ubora, thamani yako inakuwa kubwa kuliko wengine, kwa sababu pale kazini wengi wanafikiri kwamba pale kazini ni sura, lakini kweli kuna kitu watu wanaamini. Kule kujitoa unafanya wale wakubwa wanaokuangalia waone kwamba una nafasi bora na unajipatia heshima na unaongeza thamani yako. Thamani hii ambayo tuliweka mbele yetu kama kitu cha kutuongoza. Na unaona tena ufurahi kama kwanza. Na kitu kitakuwa kimepungua kwenye soko. Hawana ile furaha ya kwanza. Mmoja anaongea mwingine ananyamaza. Mmoja anaongea mwingine ananyamaza. Mwingine anaanza tu, mwanaume anaanza kuchelewa. Kama tu mwanamke ameumizwa, anakuwa mwenye huzuni. Kwa sababu mmoja anaondoka kutoka kwenye ile nafasi na ile thamani na kumuumiza mwingine. Ninyi nyote mnajua hata shughuli za kilimo. Mkulima anayezingatia kanuni bora za kilimo na mbegu bora anakuwa na nafasi bora na heshima na hadhi. Na wataalamu kutafuta na kumpatia heshima kama mtu anayeonyesha mfano na kuigwa. Sote tunasimama na vile tulivyonavyo. Kila mmoja anaangalia mambo ni mengi. Sasa tunaporudi kwenye thamani yetu katika ibada, kila mmoja anaangalia, anaona mambo ni mengi. Sasa hivi tunalemewa sana. Tangu asubuhi mpaka jioni tuna mambo mengi ambayo tunayataka. Mambo yale mengi yanaongezeka yanapata vitu. Lakini mwisho inanyang'anya ibada, ambayo hakuna hata mmoja wetu anaweza kutetea thamani yake kwa fedha, kwa dhahabu, kwa cheo, kwa uwezo, kwa namna yoyote. Thamani yetu anayo. Na ndio maana na Israeli wewe wa thamani machoni pangu. Hakuna mwingine anaweza kumpa Israeli heshima na hadhi. Hakuna mwingine anayeweza kumfanya Israeli akaonekana kuwa taa ya ulimwengu. Taifa ndogo sana, ndogo, lakini limebaki na hadhi. Mwenye kuumba anasema mimi ninakuthamini. Anasema wewe ni wa thamani sana machoni pangu. Nitatoa mataifa kwa ajili yako wakuhudumie. Sasa je, kama kitaibuka kitu ikawa na nguvu, iwe nafasi ya kazi, iwe biashara, kuna kitu ambacho unahangaika nacho, ninakibeba na kinachukua maisha yangu mpaka ibada ya Mungu. Ndio muda nisikilize. Mpaka ibada inakufa ndani yangu, sio ndani yako. Mpaka ibada inakufa ndani yangu.
Sasa hivi nina washirika ambao hata Jumapili wafanya kazi. Maadamu kazi ipo wafanya kazi. Katikati ya wiki hakuna anayekuja kanisani kwa sababu ya namna ambavyo watu wamebanwa. Wamebanwa na nini? Tunaweza tukamkosa yule ambaye ameajiriwa kwa sababu hana amri ya kile anachofanya. Yule anayepanga maisha yake anasemaje? Yule aliye na nafasi anaiona ipo, hatutaka ipo, lakini anakosa kwa sababu hataki. Maana yake nini? Narudia kusema thamani ya Israeli ipo katika ibada yenye haki pamoja na ndugu zao. Bali Israeli alipoacha ibada, alipogeukia miungu, Israeli ilitawala katika mataifa. Israeli aliishi Babeli. Israeli ametawala, amekaa Rumi. Rumi alimtawala, lakini alikaa Ashuru. Israeli ameteswa kwa sababu Mungu anataka kuona Israeli akibaki na mambo haya. Na kwani Israeli anaposhindwa na kugeukia miungu na kugeukia mambo mengine na kuishi maisha ya kula na kunywa, maisha ya wanawake, maisha ya sanamu, hadi Israeli ishu. Na Mungu aliwatia katika mikono ya mataifa. Na Israeli teswa kama mtu asiye na thamani, asiye na maana, alionewa, aliumizwa. Binti za Israeli walitendewa vibaya kabisa. Haiwezi kuwa na nguvu, haiwezi kuwa na heshima. Mshirika hawezi kuwa na maana machoni pa Mungu asiposimama na yeye katika nafasi ile ile ya Israeli. Ikifika mahali ambapo kazi yetu imechukua nafasi, tuone nafasi kupise, kuna mambo ambayo imechukua nafasi, yale mambo yaliyochukua nafasi ya ibada, yale mambo yaliyoheshimiwa kuliko ibada, yale mambo yanatukana ibada, yale mambo yaliyotutenga na ibada. Kama yana thamani kwetu, kama yana nguvu, kama yamepanda yako hapa, kama tunaona tuna nafasi nayo, lakini yako kwenye mambo yetu. Lakini mambo yale tunakuamuzi nayo sisi. Mambo ya kanisani ni dakika ngapi? Saa moja baada ya masaa mawili kwa siku. Masaa yote Mungu ametuachia. Hata sio kila siku, wakati mwingine. Lakini yakakuwa ibada, yakakuwa thamani ya juu. Pale anapopata anakuwa na thamani ya juu kuliko ibada. Pale tunapoona hatuna haja na Mungu. Pale tunapoona Kristo kafu uwepo wa Mungu. Pale tunapoona hatuoni thamani ya kukaa mbele za Mungu. Yale yanayokuwa thamani yanaweza kufaa. Yale ambayo yamepanda haki na kutukanisha ibada, yale ambayo yanapiga teke ibada, yataishi yanakuwa kufaa. Nafasi na cheo cha mtu kinakuwa na kinakuwa na hadhi na kinakuwa na thamani pale tu anapogusa watu. Hakuna mtu maalum wa kuzaliwa basi kufuata kanuni katika maisha haya. Hakuna. Hata Samson alizaliwa kwa Kristo. Lakini baadaye alisahau kama anaishi kwa Kristo. Na hata pale inapotokea yule mama anakuuliza, na kila alipomuuliza kusudi la kuuliza, alimwambia siri ni nini ya kuzaa. Hebu niambie, siri hii ya mtu yako ni nini? Ili uteswe. Utafanyaje ili urudi kwenye hali yako ya kuwa binadamu wa kawaida ili uteswe? Bwana anamwambia, nani anajua thamani alichokibeba Samson? Ni Samson. Bado ndio anaijua na ndio anapaswa kutunza. Kwamba nimebeba kitu ambacho ndani yake ninailinda mimi, ninaweza mimi. Na yule mama kila siku alimwambia, "Leo nini?" Na mfiki, na mfiki nini asisi hiyo.
Imesikilika wapi siri? Alijaribu kumdanganya. Wana Samson akasema, tumelemewa kiasi gani hata kufika mahali kwa sisi? Tumelemewa kiasi gani hata ndani yetu ibada ikaisha? Tumelemewa kiasi gani ndani yetu hata tukarudi kule ambapo tulikaa? Mataifa wamekuwa bora, maisha yao yamekuwa bora, tabia zao zimekuwa bora, hata tuingie kwenye maisha yao, hata tuwe sehemu ya maisha yao, hata tukasahau ya kwamba sisi thamani yetu iko kwa Mungu na inatokana na ibada. Kama kuna kitu kitatokea kwenye maisha yao, kitashinda ibada yao, ikawa na tabia, ikawa na thamani kuliko ibada. Thamani yako inatoka kwa Mungu. Utaitetea? Utaitetea? Unaweza kuwa na maana Mungu atakuondolea thamani, unaweza kusurvive, utasimama, utakuwa na nguvu bado. Ile unachokifanya Mungu ikiondolea haki, haikuondolea baraka, itakusaidia. Kitu ambacho wewe ndio unaona kimekuwa nafasi ya ibada, kimeua ibada, je, chenyewe kinakusaidia? Ni lazima tuishi tukijua na mambo ambayo sisi hatutabishi. Hata ikipokea nini? Nadhani walipokuwa Babeli waliambiwa hata kwa wamekuja vijana wazuri kutoka Israeli wameletwa kutoka Yahudi, basi watakula chakula cha mfalme ili kumhudumia mfalme, wakachaguliwa Daniel na wenzake watatu, Shadraka, Meshaki na Abednego. Walisema sisi tunakula mkate. Kama ni chakula. Mimi nataka kuzungumza na kazi. Katika chakula kigumu kule ni mtama. Hata leo kama bado kwetu. Lakini wakasema tutakula mtama. Na yule mtunzaji wa ile nyumba ya matumashi anasema mtahamisha kazi gani maisha yangu? Mtakaa huko mnakula mtama, mtakauka, mtakonda. Wakamwambia tujaribu. Kuna siku ambazo walimwambia mfalme na yule mtumishi, hebu tujaribu nafikiri kama siku 10 tuone nyuso zetu. Wale watu walimlilia kwamba chakula hiki tutakachokula wacha kitoshe, mkono wako kutubariki, kwa sababu thamani yao ilikuwa kubebwa na chakula. Wakati wao wanataka kuwajengea hadi kupitia chakula, wao wanaona tukiacha neno la Bwana. Kabisa tuko pamoja. Waliona tukiacha neno la Bwana, kama na chakula cha mfalme kitakuwa najisi na hakuwezi kutumika. Amen. Amen. Sasa hivi tunapoendelea kwenda miaka inazidi, kanisa litaishi.